Korongo za karatasi za Sadako. Mnamo tarehe 7 Januari 1943, mtoto wa kike alizaliwa katika mji wa Hiroshima nchini Japani. Jina lake lilikuwa Sadako Sasaki. Hiroshima ulikuwa mji wa kawaida, mtoto Otae ukipita katikati yake, huku shule na masoko yakipamba mitaa yake. Hakuna aliyefahamu janga lililokuwa linakuja, na siku za amani ziliendelea kimya kimya. Saa 2:15 asubuhi tarehe 6 Agosti 1945, bomu la atomiki lililipuka juu ya Hiroshima. Sadako, aliyekuwa na umri wa miaka miwili wakati huo, alikuwa nyumbani kwake umbali wa takriban kilomita 1.6 kutoka kitovu cha mlipuko. Kwa sekunde moja tu, mwanga mkali na msukumo mkubwa ulifagia mji mzima. Hiroshima uligeuka magofu mara moja, na maisha yasiyohesabika yakapotea. Sadako alinusurika kana kwamba kwa muujiza. Hakupata majeraha makubwa wakati wa mlipuko, na alionekana kukua akiwa na afya njema. Baada ya vita, alikuwa msichana mchangamfu aliyependa sana kukimbia. Hata hivyo, athari zisizoonekana za mionzi zilibaki kimya kimya ndani ya mwili wake. Baada ya vita kumalizika, Hiroshima ulianza kujijenga upya taratibu. Shule zilijengwa tena juu ya magofu, na watoto wakarudi darasani. Sadako alisoma katika shule ya msingi ya Noboricho na akaota kuwa mwanariadha wa mbio. Alionyesha kipaji kubwa katika kukimbia na akashindana kama mwakilishi wa shule yake. Katika msimu wa vuli wa mwaka 1954, Sadako alianza kuhisi kizunguzungu wakati wa mazoezi ya kukimbia. Mwanzoni alidhani ni uchovu tu, lakini dalili ziliongezeka polepole. Hata alianguka ghafla wakati wa siku ya michezo shuleni. Familia yake ilihofia hali yake na kumpeleka hospitalini.